Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ya Sunday ambayo Bwana amekuwa pamoja na sisi, ametulinda. Na mimi na wewe pia amekulinda. Na tumeenda kumwabudu Bwana kanisani na hivi tumerudi, tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutasoma katika kitabu cha Isaya mtakatifu, sura yake ya 54 na mstari wake wa 2 na kuendelea. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutatayarika, wala usifadhaike, maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Amen. Tunaenda kuomba. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili, ulibariki ndani ya mioyo yetu, Baba yetu wa mbinguni, na lizae matunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ambayo Mungu alikuwa anatangazia watu wake, akamwambia kwamba panua mipaka yako. Bwana asifiwe. Na huu mwaka wa 2026, neno la Mungu nakwambia kwamba panua mipaka yako. Bwana asifiwe, kwa sababu utaenea magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Mungu Baba yako wa mbinguni ni mwenye uweza na ni mwenye nguvu zote. Biblia inasema kwamba bahari na vyote vinavyoijaza ni mali yake. Bwana asifiwe. Ni kwako kuamini na kupanua mipaka. Amini kwamba Mungu ana mengi ambayo anaenda kufanya kwa maisha yako mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni baba yako, anakupenda na baraka tele amekuandalia mwaka huu. Ni kwako kuamini. Amen. Na anza kupanua mipaka yako. Jua kwamba Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yako na amekuandalia mema. Amini na uanze kupanua mipaka yako, ukijua kwamba hii mwaka ni mwaka wa baraka kwako na ni mwaka ambao Bwana amekuandalia mengi tena makubwa. Amen. Kwa sababu Mungu ni baba, tena ni baba ambaye ameomba vyote vinajaza dunia hii ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni watoto wake. Amen. Na yeye ni Mungu ambaye anatupatiaga si kupembeleza. Wakati Mungu anapokubariki, Mungu anapobariki mwana wake, anambariki kwa wingi wa baraka. Amen. Kwa wingi wa baraka, habariki yake tu kidogo kidogo. Anapokupatia, anakupatia yenyewe natosha na ambayo itakaa daima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Petro alikuwa anavua samaki usiku mzima, amen, bila kupata kitu. Lakini wakati ambapo Yesu alimwambia mpatie mashua yake, akakaa ndani akahubiri. Na baada ya hiyo kukaa, akamwambia Petro, alipomaliza akasema, Petro, tupa nyavu zako sasa uvue samaki. Petro akasema, Bwana, tumelala usiku mzima hatukupata kitu. Tumevua usiku mzima bila kupata kitu, lakini kwa neno lako nitavua. Bwana asifiwe. Na wakati alipotupa nyavu, alipotia nyavu, samaki zikajaa kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye anapokubariki hajali season, hajali kama ni wakati wa jangwa ama ni wakati wa baraka. Mungu baraka zake zinapokuwa anajazaga maji katika jangwa. Bwana asifiwe. Wao amini tu na ujue kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, panua mipaka yako, ienee, ujiandae kwa sababu ya baraka, kwa ajili ya baraka ambazo Bwana anaenda kupatia. Na ya pili, Bwana Yesu asifiwe, ya pili, uwe macho. Amen. Usikubali distraction yoyote ile ambayo mwovu anaweza kuletea, kwa sababu wakati wote mwovu anajua kwamba Mungu ni baba yako anayekupenda, na ataleta distraction na kuleta hali ambazo zitakutosha katika kungojea baraka za Mungu. Lakini usikubali. Jua kwamba hii mwaka ni mwaka wa baraka yangu na nitangojea. Bwana asifiwe. Usikubali distraction, usikubali vikwazo vyovyote vile, usikubali kitu chochote cha kutosha ama mtu wote wa kutosha katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa macho, kuwa kama vile ngoja mlango ambaye hazubage. Ukishazubaha, Mungu anapenda uzubahi ili kwamba baraka zako zinapokuja
usifahamu, lakini usikubali kuzubalishwa na jambo lolote lile. Ngojea baraka zako, na ukishapanua mipaka yako, uwa macho na ngojee kwa Mungu Baba yako, kwa sababu ni makubwa na maajabu ambayo amekuandalia mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Na cha tatu, usikie sauti ya Mungu na utii. Bwana asifiwe. Mungu wakati wote anapendaka tusikie yale ambayo atakayotuambia na tuyafanye, ndio tutaona baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati utiifu unaletaka baraka. Wakati yote kama unangojea baraka, na ungojee Bwana atakachokuambia ukifanye. Wakati ambapo Yesu amemwambia Petro, nipatie bote, Petro akakubali, akampatia Bwana Yesu mashua. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Bwana Yesu amemaliza kuhubiri, ndio akamwambia utupe nyavu zako. Petro akatia nyavu zake kwa bahari, na bahari samaki zikakuja kwa wingi. Amen. Obeisance. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa unasikia sauti ya Bwana na kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambacho Bwana atakachokuambia mwaka huu, uwe tayari kukifanya. Amen. Wakati ambapo utamuobei Mungu, wakati ambapo utatii sauti ya Mungu, utaona baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendaka sisi watoto wake tuwe watiifu. Amen. Kwa sababu Biblia inasema utii ni bora kuliko sadaka. Amen. Imagine Petro, Yesu angemwambiaga tupa nyavu hizo, tia nyavu baharini, aseme Bwana na hatukupata kitu, hakuna kitu. Hajipataka kitu. Lakini hata kama Mungu anakuambia ufanye nini, iko impossible, fanya tu kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa sababu Mungu hadanganyikaje. Mungu ni mwaminifu, anachokuambia kifanye. Yeye ni mwaminifu, anajua hata kama inaonekana kwamba ni kitu chenye hakiwezekani ama ni cha ujinga. Mungu wetu ana akili zote. Yeye ndiye ameumba mbingu na nchi, na anajua kila kitu kinachofaa maisha yako. Anajua mipango yote amepanga kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Obey sauti ya Mungu, yale atakayokuambia uifanye. Amen. Mwaka huu jiandae kwa baraka za Bwana. Amen. Panua mipaka yako. Amen. Ujue kwamba nangojea baraka za Bwana, ameniandalia kwa wingi. Ya pili, usizubai, kuwa macho, ngojee Mungu. Amen. Ngojee Mungu. Na ya tatu, usikie na uobei yote ambayo Bwana atakwambia ufanye, uyafanye, kwa sababu utabarikiwa unapofanya yale ambayo Bwana amekuambia kuyafanya, na utakosa mahali ambapo utaweka baraka. Bwana asifiwe. Jiandae mtoto wa Mungu, jue kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa baraka na wa mafanikio, na utakaposikia sauti ya Bwana, amen, na utakapo kungojea, usikubali mtu akuzubalishe ama chochote kile kikuondoe katika mapenzi ya Mungu, utaona baraka za Bwana. Hata kama ulikuwa chini na kusisimama, amen, simama, jiandae, jikungute. Kama ulikuwa umepotoka njia, rudi katika njia ya Bwana. Amen. Na umwambie Bwana, niko tayari, na amini baraka umeniandalia, nitajipokea kwa jina la Yesu. Na uwe macho. Amen. Na utaona mkono wa Bwana. Bwana amekuandalia mengi mwaka huu. Ni baraka ya mwaka huu, ni mwaka wa baraka na wa mafanikio. Na ni kwako kupokea. Bwana sifiwe. Na utapokea baraka zako. Na amini kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Hadi hapo utakapoonana tena. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen.